My name is Dr. Swaleh Khamis. I'm the Deputy Med-Surg in Moi County Referral Hospital in Voi, Taita Taveta County. We have sadly had an RTA incident today in the morning involving a bus coming from Matu around Manyata area. We got 11 casualties in the hospital today. 2 were females, 9 were male. And from those casualties, 3 are being admitted, one of which needs ICU care. In terms of deaths, we have 6 fatalities, 3 women, 3 male and 1 juvenile male. Currently we are handling the 3 cases here. We are planning to refer the ICU case to Mombasa shortly. Majina yangu naitwa Rafael Mwapesa. Nimetoka sehemu za Machakos, Mwala. Nilikuwa nashuka naenda Mombasa. Kuna kazi nilikuwa naenda kufanya huko kikazi. Na nikaweza kulipa gari ya hapo kwetu Chania Executive inapita hapo. Tuweza kuja vizuri mpaka Motitondei. Tukapanda tena Motitondei. Mimi nikawa watu tumekaa kitumo, yule mama yuko pale katikati, yule mnene. Ile nilisikia tu impact kubwa. Mtu akanigonga kwa kifua. Na mimi nikawa nimetoka kiti nikaanguka. Kwa hiyo impact. Kutokea hapo nikastukia kumbe ni kama tumepata ajali. Nikawa kuna huyo alinigonga amekufa, amenikalia hapa kwa muda wa masaa mengi. Na mwingine alikuwa hapo chini yangu. Nisikia impact ilikuwa ya lori imegonga gari kwa upande. Yeah. Sasa hizi unapata huduma vipi na unasikia vipi? Nilipoletwa hapa nimehudumiwa, nimepelekwa nikapigwa x-ray. Na nimeambiwa nimevunjika, kifua kimepasuka na mbavu moja pia imevunjika na nasikia nauma sana. Kwa majina naitwa Bernard Mule. Nimetoka Mwala. Nilikuwa nasafiri kurudi Mombasa. Kawaida wanakaa mtu hapa. Na tulipotoka pale Mtwandei, tuliteremka vizuri na Chania Executive. Tulipofika pale Manyata, nilikuwa nasinzia kidogo nikasikia mguu. Wakati nilisikia, kushtukia kitu ya kwanza nilipata maiti mbele yangu. Nikapata mbele yangu maiti nyingine. Yule mwanzangu nilikuwa naye nikamuuliza, "Umeumia?" Kaniambia hajaumia. Huyu yuko hapa, nikamuuliza, nikamuita kwa sababu nilikuwa simuoni hali yuko. Nikamuita akaniambia, "Njoo uniokoe, nimelaliwa na maiti. Nasikia kama nimeumia." Nikamwambia, "Ngoja naja, lakini hapo ulipo siwezi pika." Nikangangana, nikakimbia mbele, nikaenda nikatoa dereva. Mtu wa kwanza kutoa ni conductor, nikatoa conductor. Dereva nikaenda ningangana naye steering, alikuwa amelemea hapo, nikangangana naye akanishinda, nikamwacha, nikamwambia tungoje watu wakuje. Kutoka hapo nikarudi tena kwa gari, nikaanza kutoa walio hai. Nikatoa walio hai 2, wengine wakanishinda. Sasa nikamwambia wacheni tungoje watu wakuje ndio mtoke. Tukangojea watu. Wakati polisi ilikuja tuliweza kusaidiana, mama mmoja amejitolea hapo kwa hiyo kijiji. Nilikuwa nafikiri ni one of hawa wa Red Cross. Lakini kujitolea. Kwa mama tukasaidiana hadi mwisho wa watu tukatoa. Wale waliokuwa hawajaumia, walioumia hapa, waliopata ajali ni watu. Waliolala hapa ni watu 6. Waliokufa ni watu 6. Wale walipata majeraha kidogo na wengine wakasema wataenda hospitalini ni kama watu 10. Hao wakapandishwa basi zingine wakaenda Mtwapa, wakaenda Mombasa. So hiyo ajali ilikuwa mbaya. Mimi hiyo nilikuwa mara yangu ya kwanza kuona
kumbe wai wa mtu hata koko iko afadhali, unakatanga koko singo na inatembea. Hao walikupa hapo. Actually safari ilikuwa nzuri kwa sababu ndereva sikuona tatizo yote kutoka Machakos mpaka tuje tushika highway ya Mombasa. Sikuona tatizo mpaka Mtwandei. Kutoka Mtwandei kuteremka hatukuwa na tatizo yote. Isipokuwa hiyo lori imeovertake na ikatatiza dereva. Mimi naweza kusema dereva alikuwa macho, kwa maana angekuwa macho angekupa hapo. Ushauri naweza kuwapatia wanadereva ni wao waangalifu barabarani na wajue kwamba wamepepa watu wengi. Pia washauri kwa watu wa malori. Watu wa malori wao waangalifu na kutii au magari ya mabasi. Kwa sababu magari ya mabasi imebeba watu wengi na yeye ametembea yeye peke yake. Kwa hivyo tafadhali tuchungane kwa security ule mwingine, ndio Kenya tuweze kuendelea vizuri na accident zetu kuisha barabarani.